Mungu akubariki sana. Asante Mwana TV kwa kuweza kutazama kipindi cha leo asubuhi hii. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja ambao umekuwa ukifuatilia. Najua kwamba kufikia sasa umejifunza mambo mengi kuhusu siri na ufunuo wa ndoto. Kama vile mimi wanasema, ndoto ni ufunuo. Ndoto ni ufunuo wa matukio yanayofanyika katika ulimwengu wa kiroho. Usipoelewa maana ya ndoto yako, basi hautakuwa salama. Majanga mengi, maovu mengi yatakuwa yanakupata kwa mshtuko. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuelewa ndoto yako inaashiria nini. Kama ni mara yako ya kwanza kwa channel hii, ningekusihi tu kwa huruma zake Mungu, kumbuka kusubscribe kwa channel hii. Wacha tukuze channel hii tukaweze kuwafikia wengi. Alafu bonyeza kengele unayoona hapo chini, ili muda wote ninapokuwa hewani utakuwa unatumiwa notification na YouTube kwamba niko hewani ama nimeweka somo. Sasa leo hii nataka nifunze kwa ufupi sana. Je, umewahi ota ndoto unaona ukipewa pesa? Hii ndoto imekuwa ni common. Tunapoongea common dream ama common dreams, ni zile ndoto ambazo zina watu wengi. Unakuta watu huziota sana. Kuna mtu atakwambia ya kwamba umeota ukipewa hela kwa sababu una shida ya hela, ama umelala ukifikiria kuhusu hela. Ila ningetaka nikusaidie, nipingane na huyu anayekwambia hivyo ama amewahi sema hivyo. Mungu anatumia ndoto kukufunulia matukio yatakayotokea kabla jambo lifanyike katika ulimwengu wa kihalisia, kwa sababu maisha tunayoishi ni maisha ya kiroho. Huwezi ukaelewa maisha haya ambamo tumo ndani yake ya mwilini kabla haujaelewa ulimwengu wa kiroho, kwa sababu ulimwengu wa rohoni ndio unatawala ulimwengu huu tunamoishi ndani yake, na mambo mengi yanayofanyika ni kiroho. Kwa mfano, je, unajua katika ulimwengu wa kiroho kuna soko ya kichawi kama ile ambayo wewe huo unaenda kununua vitu kule? Vile unavyoona unaenda sokoni kununua nyanya, nini vitu kama hizo. Kuna soko katika ulimwengu wa kiroho inayohusika na masuala vitu vya kiroho, mahali ambapo mili ya watu inauzwa, zile sehemu za viungo vya mili ya watu na kadhalika. Sasa hiyo ikuonesha, na pia hapa nje kuna watu unakutana na wao njiani, barabarani, sio binadamu, lakini katika macho ya nyama unaona ni watu, lakini sio wanadamu. Ulimwengu tunaishi ni fumo. Sasa ukiota unapewa hela, kitu cha kwanza tunapaswa kuangalia, nani anakupa hela hii? Kwa ufupi ni kwamba unapoota unapewa hela, na hela hii haikuwa sio chafu wala haina kutu ama haijachanika, basi Mwenyezi Mungu anakuzungumzia, ama ndoto inakuashiria ya kwamba umekuwa ukipitia kipindi kigumu, umekuwa na maswali mengi maishani ambao huenda ulikosa jawabu. Sasa unaenda kuondoka kwa changamoto ambazo umekuwa ndani yake. Kwa lugha ambaye ni rahisi uelewe, inakuashiria ya kwamba unaenda kupata afueni katika eneo la uchumi. Unaenda kuwa na financial freedom. Unaenda kubarikiwa. Sasa sio lazima iwe ni kwamba mtu atakupa hela.
mtu atatoka from nowhere akupe hela. Ila elewa hii, kule anakupa na wewe unapokea ni exchange. Kuna nguvu, kuna kitu kinafanyika pale mnapobadilishana mikono. Unapokea, yeye anakupa. Basi naonesha unazungumziwa, tia bidii kwa kile unachokifanya. Hata kama ni kidogo namna gani, mikono yako iwe na bidii, utapata hela. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 8:18, utakumbuka kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako, ninayekufunza kupata mali. Chochote unachoweka mikono yako kufanya kinabarikiwa. Kwa hiyo ile exchange inakuzungumzia, weka bidii, tia bidii. Kile unachokifanya kifanye na moyo wako wote, na watu watakupa hela, fedha zitakuja. Kwa hiyo unapoota ukipewa pesa ni nzuri, lakini unaangalia, je, hii pesa unapewa hela hii ina matope, iko na kutu, ina mashimo? Ni nani anakupa? Ikiwa anayekupa ni marehemu, ni mtu aliyekufa, basi ile ni hatari. Ndoto ile inakuonya kuna mashambulizi katika eneo la uchumi. Adui anataka kushambulia hela zako. Shetani anataka ashambulie mapato yako, kwa sababu mtu aliyekufa anakupa hela, yeye anazitoa wapi? Alishakufa. Kwa hiyo ile ni roho ya mauti, inakuashiria vita katika eneo la uchumi. Ukimwona kichaa, mwenda wazimu anakupa hela, wapaswa kujua kwamba kuna nguvu za giza ambazo zinataka, ama kuna mtu anataka akupokonye kile uko nacho, kwa sababu kuna exchange. Wewe amekupa, sasa wewe unapokea. Katika ulimwengu wa kiroho, unapopokea kuna kitu anakiondoa. Sasa utaishi maisha ya kuchanganyikiwa. Ukiwa na hela hivi, akili yako haifanyi kazi. Ukipata hela, unaanza kufikiria, wacha niende wapi? Niende Zanzibar, nikajivinjari, vitu kama yani vitu vya maana utafanya, kwa sababu ile roho ya uenda wazimu kwa yule kichaa aliyekupa hela ndiye na kucontrol, inakutawala. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia ni nani anakupa hela. Alafu ya mwisho kwa sasa ni kwamba ukiota unapewa hela kisha ikaanguka, ama ulikuwa na hela, okay, wacha niweke hivi, mtu anakupa hela kisha ikaanguka, basi ile ni roho ya umaskini, au tafaulu. Ama akupe hela ambayo iko na mashimo, noti imeraruka, imechakaa, basi ile ni uchawi kwenye uchumi wako. Wahitaji kuwa mwangalifu. Basi Mungu wetu akubariki sana. Endelea kutazama vipindi vyetu na Mungu atatenda mema. Muda si mrefu na kuja katika kipindi cha kutafsiri ndoto. Kwa hiyo wengine wanauliza ni muda gani? Kila siku saa 5 za asubuhi ninakuwa na kipindi cha kutafsiri ndoto. Kama una ndoto yako, tegea saa 5. Niandikie nikiwa kwenye studio, niko live, niulize. Hata kama una swali nitakujibu, na Mungu wetu atakubariki. Kumbuka kusubscribe. Naomba pia share video hii, itume kwa watu wengi, itume kwa magroups, tuma kwa WhatsApp, weka kwa status yako ili tuwafikie wengi, na Mungu atakubariki. Shalom.